Asante Yesu. Thank you Jesus. Basi mpendwa msikilizaji, maana pote ulipo, kama sisi tunakufikia na kusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa ulimwengu wote, yeye ambaye ametulinda, ametupenda, ametupa kibali na nafasi ya kuendelea kuishi. Tarehe 24 mwezi wa 12 2025, na bado tuko hai kwa sababu ya rehema zake Bwana. Imempendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kukutana masaa kama haya kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Kwa maana ulipo, naomba muda wako mchache kwa ajili ya sauti hiyo, na zaidi sana moyo wako kwa ajili ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Bila kupoteza muda, ningependa tuweze kuanza kwa njia ya maombi. Tumshukuru Bwana kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo umetukimilia kuwa nazo. Tunapoendelea kumwomba Mungu aendelee kutulinda na kutuhifadhi, na zaidi sana kutupa mwisho mwema kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kwa maana ulipo, unaweza kuunganika pamoja nami kwa njia ya maombi tuweze kumshukuru Bwana. Nawe pia unaweza kuchukua nafasi hiyo kuzungumza na Mungu mahali ulipo, kumpa Bwana hitaji lako. Mungu wa rehema naweza kurehemu na kukumbuka, nawe ukashuhudia wema wake Bwana. Nasoma kitabu cha Zaburi 143 mstari wake ni wa 7 hadi mstari wa 8. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 143 verse number 7 and 8. Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea. Usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Uniwezeshe kusikia fadhili zako asubuhi, maana nimekutumainia wewe. Unifundishe njia nitakayoiendea, kwa maana ninakuinulia nafsi yangu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishiye milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilia tegemea msaada wa karibu, ngome imara, tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kutulinda na kututunza na kutuhifadhi mpaka masaa haya katika siku ya leo. Asante kulinda maeneo haya na kulinda kila mmoja anayesikiliza. Sifa hizi zote ni zako uketie juu. Unastahili, unatosha na unaweza Bwana. Ndipo jawa tunashuka chini, ukazidi kuinuliwa katika maisha yetu. Tunakiri ya kwamba sisi ni bure bila wewe, hatuwezi lolote wala chochote Bwana. Tunakutegemea uketie juu, ukaendelea kutulinda na kutuhifadhi, ukatuepushie mikasa na mikosi, njama za adui shetani Baba, ukatuondolee, ukazidi kutenda mema, kwa maana unaweza Bwana. Bali kuna makosa, tunaomba msamaha, utusamehe sote na ututakase, utusafishe pia Baba, utubadilishe, tupate kibali machoni pako Bwana. Unapozuru walia wako, katukumbuke mahali hapa Jehova. Kuna watu wanaokuhitaji kwa njia mbalimbali Bwana, unajua kila jambo, kaonekana, ujitukuze na kutenda mema, na sifa zitakurudia. Tunakataa mipango ya shetani, tunakemea njama za watu wabaya zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala,
onekana na kujitukuza, kwa maana wewe ndiye mwenye uwezo. Hakuna mwingine, ni wewe tu unayestahili na unayetosha. Asante kwa maana unaenda kutenda mema. Tunaposikia neno lako, unikirimie kunena yapasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako, naomba likambadilishe, likamvute kwako Jehova, likamfanye kuwa mwana katika ufalme, na sifa zitakurudia. Pingamizi Yesu ondoa, na roho ya mpinga Kristo tunakemea pate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, chukua nafasi ukatawala. Umeinuliwa na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kadiri uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo, mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo, mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu akukumbuke, linde na akutetee, tajie kibali, neema ya kuona ushindi, kuepushia yale mabaya ambayo shetani anaweza kuwa amekusudia. Tajie neema ya kuona ushindi. Nawe katika kuishi kwako mtumaini sana Mungu. Mwamini Mungu aliyekupa nafasi ya kuishi, na uzidi kukaa pande yake. Yale aliyokuwezesha kwayo mshukuru, yale hayakuwezekana kubali matokeo, usilazimishe mambo. Dunia hii sisi ni wapitaji, na pia shida huwa haziishi, huwa zinaongezeka. Kwa hivyo usilazimishe mambo kajikute pande isiyofaa. Yale uliyojaliwa mshukuru Bwana, yale ukuwezeshwa mtumainie Mungu, mtumainie, atakusaidia, maana ndiye mwenye nguvu, ndiye mwenye uwezo. Na lile ujualo ni baya usilitende, hata kama unahitaji au uko hali gani. Ujualo ni baya usilitende, liepuke kwa njia zote, kwa hali zote. Shikamana na lililo jema, na Mungu naye hata kuachilia, atakushika mkono na atakusaidia kufikisha katika mema ya sasa na hata yale ya milele. Na usikubali kukosana na watu ovyo ovyo. Amani kitu cha muhimu sana. Maandiko yanasema pursue peace to the all men, whereby without this plus holiness no one will see God. Kwa hivyo usipende sana kukosana na watu, usipende vikwazo na garaji ndani yako. Kubali kuwa mtu ambaye akona amani. Mambo mengine hata ukiyashikilia hautasaidika, utajitesa bure. Mengine hesabu hasara, uone baraka za Bwana. Vitu zingine hata ukifuatilia ni kujitesa tu, utajitesa. Vitu zingine achana nazo, mwachie Mungu. Sababisha moyo wako uwe msafi, uone mkono wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Mimi bado niko hapa, endelee kukuwekea dhamira za kiungu, sababu tuko siku za uovu. Mwisho wa mwaka zinakuanga ni siku za uovu, na watu wengi wao wanatawaliwa na uovu. Ndio maana mwaka mwingine ukiingia watu wanaanzanga magumu, kwa sababu wanamaliza mwaka na uovu, wakiwa wameshatawaliwa na uovu. Lakini mimi niko hapa nikupe maneno ya Bwana na sauti yake Bwana, ili unapoendelea kuishi usije ukasahau kuna Mungu ambaye utamhitaji mbele yako. Uendelee kuangalia sana yale mambo unafanya, usijihusishe na mambo yasiyompendeza Mungu, kwa sababu siku zinapita tu hapa, 2, 3, 4, wiki moja, tuingie siku zingine za mahitaji, ambapo utahitaji Mungu akusaidie. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa mwangalifu na yale mambo ambayo unafanya, wale watu ambao unakaa na wao, yale mnafanya, yale unapanga. Vizuri kuwa mwangalifu. Kumbuka ya kwamba Mungu pia yuko mbinguni. Methali 15 mstari wa 3 nasema, macho ya Bwana yako kila mahali, yanachunguza mtu mwema na mtu mbaya. Kwa hiyo usisahau Mungu yuko mbinguni na kuangalia vizuri sana. Na mtu mwema atapata baraka za Bwana, lakini mtu mbaya atapata ghadhabu ya Mungu. Mtu mbaya atakataliwa mbali, mtu mbaya hataona ushindi.
Angalia sana mwaka unapoisha mpendwa, usiwe miongoni mwa watu wabaya, usiwe miongoni mwa watu waovu. Angalia sana mambo unayoyafanya, angalia mambo unayoyatenda. Usikubali kuwa kipofu ambaye atafuatana na mambo yasiyofaa. Usikubali kuwa mtu ambaye hajielewi, mtu asiye na hekima na akili kwa kufanya mambo yasiyompendeza Mungu. There is God in heaven who is watching upon us and pondering all our ways. Naye anasema huwa analipa kila mtu kulingana na matunda ya matendo yake. Mithali 5 mstari wake ni wa 21. Maandiko yanasema, kwa maana njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote Mungu huitafakari. Kwa hiyo mpenda, kuwa mwangalifu na yale mambo unafanya mwaka unapoisha. Usisahau Mungu akikuneemesha mwaka ujao, mahitaji ni mengi kuliko mwaka huu. Shida ni nyingi kuliko za mwaka huu. Vitu zinapanda bei kuliko mwaka huu. Uchumi unapanda bei kuliko mwaka huu. Sasa jiulize, utakuwa mgeni wa nani kama utakosa kuangalia mwenendo wako, kama utafanya mambo yasiyompendeza Mungu, kama utafuata dunia umkosoe Mungu, kama utafuata marafiki umkosee Mungu aliyekutunza. Jiulize, yatakapokulemea magumu mwaka ujao, utamkimbilia nani? Zaburi 46 Mungu Daudi anasema, Mungu kwetu ni kimbilio siku ya dhiki, na ni msaada utakaoonekana tele wakati wa shida. Sasa wewe utakuwa na kimbilio wapi kama unapanga kumaliza mwaka kwa ulafi na ulevi na kutawaliwa na masumbufu ya maisha, kiwango cha kuenda nje ya mapenzi ya Bwana? Wakati shida zitakapokukaribia, na mama Mungu amesema yeye ni kimbilio wakati wa taabu, taabu itakapokukaribia utamkimbilia nani? These are the days where people forget that they have needs ahead of them. These are the days whereby human beings forget that they have problems ahead of them, that they will be need of God's help. Watu wanafanya mambo bila kujali, wanaenenda bila kufikiria, wanafanya mambo kipumbavu, wanaishi wanafuatana na wenzao bila mipangilio. Wanasahau ya kwamba Mungu anaona. Ndizo siku ambazo mzee ametuma mke wake ushago apige uzinzi kweli kweli. Anasahau Mungu anamuona hata kama mkewe hamuoni. Ndio siku ambazo wasichana watu wa kike wanajiachilia kwenye uzinzi, wakisahau ya kwamba kunaye Mungu ambaye anasema he ponders upon every person's way. Yeremia 17 anasema anamlipa kila mtu kadiri ya matunda ya matendo yake. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, angalia sana, usitamalize mwaka kama mjinga, usimalize mwaka kama mpumbavu. Mtu ambaye ametawaliwa na dunia anamsahau Mungu aliyemlinda, anafuatana na wanadamu kufanya yaliyo mapotovu mbele za Bwana. Kumbuka Mungu yuko mbinguni, lakini anachukua rekodi ya kila mtu, anachukua mwenendo wa kila mtu, anachukua tabia za kila mtu. Iko siku utakuwa unamulilia Bwana, atakuwa anakukumbusha yale ulifanya Disemba. Na hapo ndipo watu wengi watatamani siku zirudi nyuma waweze kutengeneza, lakini itakuwa too late. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, usitawaliwe na uovu, usitawaliwe na marafiki ufanye mapotovu, usitawaliwe na tamaa za mwili ufanye mapotovu. Mungu aliyekulinda mwaka mzima usimlipe kwa kutenda dhambi. Wengine walikufa, wewe uko hai. Wengine walipata ajali, walilazwa, hata sasa hawajaamka. Wewe unawezekana ulipata ajali, lakini neema ikashuka, uko sawa. Usimlipe Mungu kwa kumtenda dhambi, kwa sababu ghadhabu itakaposhuka utakosa makimbilio. Ni vizuri tumheshimu huyu Mungu ambaye ametulinda, na sisi tushikamane na huyu Mungu,
na kuambatana na yeye mwaka unapoelekea kuisha, kwa kuchagua yale ambayo yanampendeza yeye, sio yale yanayotupendeza sisi, sio yale yanayopendeza wanadamu, lakini yale ambayo yanampendeza Mungu, ili tuhesabiwe miongoni mwa wenye haki ambao watapata utukufu, watapata baraka na amani. Tusihesabike miongoni mwa watu waovu, kwa sababu Daudi anapoandika anasema kwa maisha ya mtu mwovu katika Zaburi 32. Daudi anapoandika habari za mtu mwovu anasema, Zaburi 32 mstari wa 10 anasema, naye mtu mwovu ana mapigo mengi. Mtu mwovu yani mapigo ni mengi, punishment, mapigo yake ni mengi sana. Chunga sana mwaka ujao usiwe miongoni mwa wale watu watateseka zaidi, watalia zaidi, kwa sababu mwaka waliopewa na Mungu walimaliza kama waovu, walimaliza kama watu wasio mheshimu Mungu. Sasa wakiingia mwaka mwingine wanahesabiwa kuwa watu waovu. Na Daudi anasema mtu mwovu ana mapigo mengi, ana mapigo mengi sana mtu mwovu. Suleimani alipoandika habari za mtu mwovu, sikiliza vile alisema, mpendwa, mwaka unaisha, lakini angalia sana wewe unafanya nini. Kuna Mungu aliyekulinda na anakuona. Kuna Mungu aliyekuhifadhi na pia anakuona. Angalia sana mambo unataka kufanya, na usisahau mbele yako na mahitaji tena mengi sana, na tena kuna magonjwa yasiyopona mbele yako. Nani atakusaidia kama utamsahau Mungu? Nani atakutetea kama wewe utasahau Mungu wako ukashikamane na dhambi? Mstari wa 19 Methali 4:19 nasema, njia ya waovu ni giza, hawajui ni kitu gani kinachowakwaza. Njia ya watu waovu ni giza, na hawatawahi jua ni nini kinawatesa. Ndio watakuwa wanakimbia makanisani next year, pasa nichunguzie maisha yangu, pasa nichunguzie kazi yangu, pasa nichunguzie sijui nini kinanitesa, sijui nini mbaya na mume wangu, nichunguzie. Kumbe ni watu ambao Mungu aliwalinda wakamlipa kwa ulevi, Mungu aliwalinda wakamlipa kwa uzinzi, Mungu aliwalinda wakamlipa kwa kufanya maovu, wakahesabiwa miongoni mwa waovu, maisha yao yakaingia ngisha. Sasa hawajui ni nini kinawakwaza. Mpendwa, angalia sana mtu wa Mungu. Paulo anapeana mashauri katika Waefeso. Sikiliza mpendwa, mimi hapa nakupa neno la Mungu, niamshe dhamira zako. Tuko siku ambazo watu husahau Mungu, watu hufanya mambo kipumbavu, watu wao wanauza baraka zao kama Esau, wanauza urithi wao kwa sahani ya chakula, wanauza urithi kwa glasi ya chang'aa, wanauza urithi kwa usiku mmoja tu wa uzinzi. Urithi wao wanauza, wanavuka mwaka wakiwa debt, bankrupt, corrupted with no blessing. Kuna taa iliyo juu yao, wanamaliza mwaka taa zimezima zote, taa ziwaka. Sasa ndio wakiingia mwakani, mateso yanakuwa mengi. Usikubali kuwa mmoja wao, mtu wa Mungu. Epukana na dhambi. Hizi ndio siku dhambi zimeinuliwa kabisa. Roho ya dhambi imetawala dunia nzima, roho ya dhambi. Mpendwa msikilizaji, usisahau mbele yako utamhitaji Mungu. Usisahau kule unaenda utahitaji msaada wa Mungu. Usisahau Mungu amekupa tu pesa, wataka kutumia kulewa, wataka kutumia kufanya maovu. Usisahau next year uchumi unapanda, landlord wako anapandisha rent. Sijui utakapokuwa unamwambia Mungu akufungulia milango ya pesa, akiangalia pesa alizokupa 2025 ulifanyia nini, atakusaidia. Mwanabiashara, usisahau next year vitu zinapanda bei, mpaka wengine wataandamana next year na mabango barabarani. Sasa mpendo, unapofanya mambo yako usisahau hilo. Usisahau hilo mpendo, kuna Mungu aliyekutunza na kulinda.
na anasema anaangalia sana mwenendo yako, anatafakari sana njia zako, na anakwambia mtu mwovu ana mapigo mengi, tena njia yake ni giza, wala hatambui nini kinamkwaza. Hatambui. Usihesabike miongoni mwa waovu mpaka unapoisha mpendo. Waefeso 5 mstari wake ni wa 15. Waefeso 5:15 anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenda, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana nyakati hizi ni za uovu. Nyakati ni za uovu, lakini Mungu anakuambia ukomboe wakati. Say not to sin. Usienende kama mtu asiye na akili, mtu anayesahau Mungu bila alimsaidia, mtu anayesahau mwezi wa 5 aligonjeka akalala nyumbani kwake wiki 2, Mungu akamponya. Sasa anataka kumlipa na ulevi, anataka kufunga mwaka wa kufanya uzinzi. Mtu ambaye alikuwa kwa ajali, Mungu akamponya. Sasa anataka kuwa mpumbavu, asahau vile Mungu alimsaidia, ajiingize kwa matendo yasiyofaa. Mtu wa Mungu naye nisikiliza, Paulo anatupa mashauri, anasema ni kweli siku ni za uovu, lakini tukomboe wakati. Tusienende kama watu wasio na hekima. Hekima ni Mungu. Tembea kama mtu ako na Mungu, enenda kama mtu ako na Mungu, ukijua kwamba kuna mahala ningekufa, lakini Mungu alinisaidia. Kwa hivyo hakunisaidia ndio nifike Disemba nifanye ukahaba, hakunisaidia ndio nifike Disemba nikakimbia na pesa wenyewe, hakunisaidia ndio nifike Disemba nikatoroke na mshahara wa wenyewe, hakunisaidia ndio nifike Disemba nikadanganye mke wangu. Mungu hakunikomboa na mabaya ndio nifike Disemba nikalale kwa mbao, nikalale kwa ulevi. Hapana, alikuwa anakusaidia ndio sasa umtumikie. Mtu wa Mungu, usipumbazike. Utamhitaji Mungu tena. Usisahau zile shida umekuwa nazo mwaka huu, zinakungojea mwaka ujao, tena zimeongezeka. School fees wanaenda kupandisha next year. Usisahau yale mahitaji umekuwa nayo yanaenda kuongezeka mwaka ujao. Utamkimbilia nani kama utamsahau Mungu wako? Utamkimbilia nani kama Mungu aliyekutunza wewe? Utaenenda kwa njia ya waovu. You will trend on the path of wicked people. Then where will you run to? Wakati mambo yatakuwa yanakushinda kiakili, stress za school zitakapokupiga 2026, stress ya kulipa nyumba itakapokupiga 2026, utakimbilia nani kama Mungu aliyekulinda? Utamsahau mwezi huu ambao tuko ndani. Utamkimbilia nani kama Mungu aliyekutunza? Utamsahau katika hizi siku chache zilizobaki. Maana hizi siku zimebaki chache, ndio watu usahau Mungu. Wanaenda kipumbavu, wanafanya mambo kipumbavu, wanatawaliwa na tamaa za dunia, wanatawaliwa na tamaa za mili yao, wanatawaliwa na marafiki. Wengine hata wanasahau mpaka ndoa zao. Kuna mtu atawacha mke wake kesho, atamsahau mpaka 27, ndio atakuwa anakuja nyumbani akiwa ameremaa, hata kiatu hakuna. Shetani na shida kwa jina la Yesu. Mungu, angalia kuenenda kwako, usisahau Mungu aliyekusaidia. Hizi ndio siku watu usahau Mungu aliyewapa nguvu za kutafuta pesa. Sasa wanatumia pesa zile kumfanya Mungu dhambi, na ni Mungu aliwapea nguvu za kutafuta, tena akili za kuweka pesa, lakini watatumia the same thing they got from God to blaspheme God, to sin against God. That is why Januari mambo yanakuanga magumu kabisa mpaka mwezi wa 4. Kitambo watu wapika mwaka ni kuisha unaisha, kwa sababu watu wengi huwa wanamsahau Mungu. Mwaka unapofunga watu wengi usahau Mungu, wanaishi bila wanavyotaka,
wanafanya vile wanavyotaka, wanaenenda vile wanavyotaka, wanakosa kuwa na hekima. Na hivyo ndivyo Mungu anaandikia watu maovu, na ameshasema mtu mwovu mapigo ni mengi. Anapigwa mpaka anasema kama Kaini aliyekelewa mpaka akasema hii mambo ni magumu. Mungu mzigo ni mzito. Kuna watu next year watakuwa wanasema nimelemewa. Mzigo ni mzito. Hata wengine tutawakuta wamejinyonga kwa sababu ya shida kwa nyingi. Chunga usio mmoja wao. Honor the Lord who has kept you safe from January. Close the year in the bosom of God, in the will of God, in the ways of God, carrying the character that pleases God. Ndio huko mbele unakoenda, yatakapowalemea binadamu utakuwa na kimbilio. Yatakapoinuka mazito yasiyowezekana kibinadamu, Mungu atakuwa ni ngome yako. Magonjwa yatakapoinuka yasiyojulikana na majina yake, but God will be your refuge, kwa sababu wewe ulisimama pande yake. Mtu awe be careful. Marafiki wasikudanganye. Wanaweza kununulia chang'aa, lakini ukigonjeka hawatakulipia mbili ya hospitali. Hawatakulipia. Wanaweza kununulia wewe msichana ile wanasema Christmas, wanaweza kununulia Krisi mkaingia uzinzi, lakini ukipata gonorrhea, syphilis, mbili ya hospitali, uchungu wa magonjwa utakuwa unalipa wewe peke yako. Aliyekununulia Krisi ukapeleka lodge hata kuwa na wewe, utakuwa peke yako ukijikuna kuna. Think twice. Ndio Paulo anapoongea na watu wanaitwa Wathesalonike, anawaambia test everything. Wathesalonike wa kwanza 5:21 anasema test everything. Hold on to what is good and abstain from any form of wickedness. Penda jaribu kila jambo. Hata ukilala jambo jiuliza vitaniweka wapi? Vitaniweka wapi? Mungu akihesabu watu waovu anaweza kunihesabu miongoni mwao, ama atanihesabu miongoni mwa watu wema. Macho yake ya kila mahali yakichunguza mwema na mtu mbaya. As the year comes to an end, where will God count you? Will he count you among the good people or the wicked people? Ambaye anasema severe punishment ni kwa watu waovu, na wala hawajui kila kinawakwaza, tena hawakuangi na makimbilio. Watu waovu, Ayubu anasema hawananga makimbilio. Sikiliza mpendwa, sikubali kwa mtu mwovu. Sikubali kwa mtu mwovu. Job chapter 36. Ayubu 36. Mimi naamsha dhamira zako mpendwa. Nazungumza hivi kwa sababu watu wengi wanaondokewa na dhamira za kiungu. Wanaingiwa na dhamira za anasa na sherehe na raha za hapa na pale. Wanaondokewa na bodily thoughts and conscience. Job 36 mstari wake mstari wa 13 anasema, lakini hao wasiomcha Mungu mioyoni hujiwekea hasira, hawalilii msaada hapo awafungapo. Wao wasiomcha Mungu wanajiwekea hasira mioyoni mwao, na wakati watakapofungwa na mateso hawatakuwa na mahali pa kulilia msaada, kwa sababu Mungu ambaye watu mulilia akawasaidia wamekosa kumcha yeye, wamefanya asiyofaa mbele zake. Mtu wa Mungu unayesikiliza, usihesabike miongoni mwa waovu mwaka unapoishi. Usihesabike miongoni mwa watu waovu mwaka unapoishi. Usije ukaingia mwaka mwingine yakakulemea ukakosa makimbilio, ukakosa wa kumulilia. Nasema wasiomcha Mungu wanajiwekeanga akiba ya hasira, na wakifika kwenye mapigo hawananga mahali pa kulilia. Hawana.
Nikirudi pale Waefeso 5:17 nasema hivi. Waefeso 5:17. Maneno matakatifu ya Bwana yasema hivi. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa sababu wasiomcha Mungu wanapewa na hasira na wanakosa mahali pa kulilia. Paulo anatuambia tusiwe wajinga, lakini tufahamu what is the will of God. Don't be a fool as the year comes to an end. Watu wengine watamaliza mwaka kama wajinga. Walifuata kila kitu waliambiwa. Walifuata kila rafiki aliyewaambia twende. Hawakutaka kujua wanafanya nini na wanaenda wapi. Kwa hiyo watamaliza mwaka kama wajinga. Sasa mwaka mwingine watakuwa wameandikiwa mapigo ambayo hata wakiombewa hayataondolewa. Usiwe mjinga mpendwa, kuna Mungu aliyekulinda. Kuna Mungu aliyekuepusha na mabaya. Unataka kumulipaje Mungu wako mwaka unapoishi? Unataka kuonekana mbele za Mungu kama nani? Kama msherati. Hizi ndio siku wa sherati wanakuanga wengi. Wazinzi wanaongezeka. Wasichana ujiachilia kwenye ukahaba ipo ovyo. Hizi ndio siku. Watu wana act kipumbavu. Wanakosa hata ile dignity. Wanakosa hata kule kujiheshimu. Hizi ndio siku watu kidunia wanasema wanaachilia ngawaya. Sasa wanaenda kwa njia zile wanataka wao. Wakisahau ahead of them there are needs. Ahead of them there are problems. And only God can solve. But he cannot solve a problem of a person who forgot God, who walked as a fool. Psalms 14:1, Maria asema, a fool has said in his heart, there is no God. Na kwa sababu hiyo ameharibu matendo yake. Wakati unatenda Mungu dhambi, you are a fool. Mungu anapokupea pesa na wewe unamlipa kwa kutenda dhambi, kulala guest house, kulala disco, ukifanya uzinzi, ukipiga mtindi, umekuwa mpumbavu. Kwa hiyo mbele yako mapigo ni mengi na hautakuwa na wakumulilia, kwa sababu yule anayeliliwa wakati wa shida ulimuasi yeye. Angalia sana mpendwa, mwaka unapoisha usiwe mpumbavu. Hizi ndio siku watu wanakuanga wajinga. Wanaenda anywhere, wanafanya anything, wanajihusisha na anything what they want to. They don't have the second thought, but what are we doing? What about the coming year? People don't ask themselves. Wanakuwa foolish. Lakini Mungu amsaidie unayenisikiliza, do not be a fool. Paul amesema, but don't be a fool. Prove to know the will of God. Kila kitu unafanya, jaribu kuuliza, is this the will of the God who has kept me alive? Mungu alinilinda tokea Januari nifanye haya. Ni vizuri kuuliza mpendwa. Marafiki wanaweza kushawishi. Suleimani anasema hivi, Methali 1, Proverbs chapter number 1. Friends can entice you. Proverbs chapter number 1, verse number 10. Anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Hizi ndio siku vijana wanaunganikanga, waangalie ni nyumba gani mtu ameenda ushago, wapita na vitu za wenyewe. Iba kabisa, utakuzika Lang'ata, hata kwenye utakupeleka. Nifahamu,
Sineni kwa ubaya. Nakwambia ukweli wa mambo. Hizi ndio siku watu udanganyika. Wakasahau Mungu aliyewatunza. Wakaunganika wakaiba kwa nyumba ya fulani kwa maana ameenda ushago. Mungu anakuambia wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Hizi ndio siku marafiki wanashawishingi wenzao. Mtu ambaye amekaa bila kunywa pombe, anakunywa pombe mwezi huu. Kwa sababu ya friends enticing him. Na maana amekuwa mjinga. Anamsahau Mungu wake, anasikiliza marafiki. Sasa anaandaa mateso maishani mwake. Kumbuka Yeremia 13 anasema, Yeremia 13 anasema, ukiweka marafiki mbele yako, uchungu utakao kupata wewe, utaweka mikono kwa kichwa kama mwanamke aliye katika kuzaa. Kwa sababu ya kuweka marafiki mbele. And these are the days watu wanawekanga marafiki mbele. Wanasikiliza marafiki, wanashawishiwa kuenda kwa usherati, wanashawishiwa na marafiki kuwa walevi, wanashawishiwa na marafiki kwenda kuiba na kufanya mambo mengine ambayo hata ni aibu kuyataja. Wanasahau Mungu wao. Na usisahau marafiki ni wanafiki. Only I know of one friend who is a true friend. His name is Jesus Christ. All other friends are liars. Uliza Ayubu. Kama Ayubu alikuwa mtakatifu na marafiki walimkimbia, na mimi na wewe wenye dhambi. Na Ayubu alikuwa mtakatifu, hata mbingu ilijua, hata shetani alimwogopa Ayubu. Lakini marafiki walipoona najikuna waligeuka kina Elifas. Sasa wewe ni nani marafiki wasikotoroke? Usifuate marafiki mbele. Suleimani anasema wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Hata wakikwambia tutashirikiana, tutagawana, tukipora hapo tunagawana. Rudi hapa methali usikie. Mungu anajua marafiki wanaambia kama mtu tutagawana. Tutagawana nusu. Sikiliza Methali 1, rudie mstari wa 10. Anasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Wakisema njoo pamoja nasi na tuvizie ili tumwage damu, tumwotea asiye na hatia pia sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya dhamani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, usiende njiani pamoja nao, usiende miguu yako, usiende katika mapito yao. Usiende njiani pamoja nao, uzuie hata mguu wako usipitie karibu na nyumba zao. Wewe dhambi, ndio kesho yako. Usiweke mikono kwa kichwa na usinunue ratirati kifikiria unaua panya, kumbe ndio panya. Kuna watu next year kwa sababu ya kumkosea Mungu na kusahau Mungu na kufanya maovu, watateseka mpaka watanunua ratirati wajiue. Make sure you're not one of them. Wengine watanunua kamba tukifikiria wanafunga mbuzi, kumbe ndio mbuzi mwenyewe anaenda kujiwekelea kwa shingo kwa sababu alimsahau Mungu wake. Mapigo yanakuwa mengi, unasikia heri kukufa. Kumbe kufa sio mwisho wa shida. Kujinyonga ni mwanzo wa mateso ya milele. Hakuna mtu amejinyonga na mbinguni. Hata kama ni pastor, if you commit suicide, you are going to hell, no heaven. Kwa hiyo mpendwa, angalia kuenenda kwako. Angalia njia zako mtu wa Mungu. Angalia mambo watakufanya. Marafiki wasikudanganye. Mabeshte ni wazuri lakini wasikudanganye. It is good to have friends, but don't allow your friends to control you. Regardless of how many they are and how they are special, never accept friends to control your behavior. Because when you start to cry, friends are the first people to run away.
Ukianza kuteseka, marafiki ndio wa kwanza kutoroka. Hautaona hata mmoja. Mkienda na ule rafiki yako kwa baa, ukunywe uzidiwe, akiuliza ulimuona fulani, amesema alikuona, atakataa asije akakelewa kesi. Ndio jua marafiki ni waongo, mpende. Mwizi akiiba na mwenzake na akamatwa, anaekelewa tairi, mwenzake hawasema tulikuwa naye, anasema hata mimi sijamuona. Na kama anajulikana atembeanga naye, hata akaulizwa fulani alipotea, ulimuona? Utasema sikumuona. Hata kama waliiba naye usiku wakashikwa, hawezi kusema. Mpende mwenye dhambi akikushawishi usikubali. Hata nikwambia tutashirikiana, mtangawana nusu-nusu, Mungu anakuambia hiyo barabara usipitie, kwa sababu mateso yatakupata, vilio vitakupata, mahangaiko yatakuwa mengi, na Mungu hatakusaidia. Don't be a fool as the year comes on end. Be wise, there is God who has kept your life. Usisahau kuna wakati ulikuwa na shida, nobody was close to you. Mungu pekee ndiye alikusaidia. Usisahau mpendwa, kuna wakati ulikuwa mgonjwa na watu walijitenga, Mungu pekee alikusaidia. Sasa Mungu aliyekusaidia, wataka kumlipaje mwaka unapoisha? Wataka kumlipa mabaya? Mungu ambaye alikutetea, alikusaidia wa usiku ukiumwa na tumbo, kingaragara kitandani, unakunywa maji ya chumvi na kuambia siponi. Marafiki walikuwa wameng'ota usiku huo wewe, na wewe umelala kwa choo ukiendesha, na marafiki walikuwa wanang'ota vizuri. Ukaanza kuita Mungu wangu, Mungu wangu. Asubuhi Mungu akakuponya. Huyo Mungu wataka kumlipa aje mbele? Do you want to be a fool and indulge yourself in sin? Do you want to be a fool and repay God in evil, the God who has kept you safe? Sikubali mpendwa, unayenisikiliza. Maandiko yanasema jaribu kujua mapenzi ya Mungu kwa kila jambo unalolifanya. Seek to know the will of God. Seek to know the will of God. Hebu kujua mapenzi ya Mungu mpendwa. Usimalize mwaka vibaya. Usimalize mwaka umemkosea Mungu. Kuna mwaka mwingine unakuja, tena shida zinaongezeka, mahitaji yanaongezeka, school fees inaongezeka, vitu vinapanda bei. Si unajua pia ni mwaka wa shamla za election, lazima vitu vipande bei, tafuta pesa ya election. Tutakuwa mgeni wa nani ukimsahau Mungu? Ukimwacha Mungu utakuwa mgeni wa nani? Kaa karibu na Mungu mpendwa. Kila kitu unafanya, think about God. Think about God who has kept you alive. Fikiria huyo Mungu aliyekutunza, huyo Mungu ambaye amekupa uhai. Mfikirie sana mpendwa. Asikuandike miongoni mwa waovu mwaka ukiisha. Asikuandike miongoni mwa wapenda mabaya mwaka unapoisha. Asichore jina lako miongoni mwa watu waovu. Jaribu sana Mungu akikuandika, akuandike miongoni mwa watu waliomcha Bwana, watu waliokumbuka Mungu ndiye amenilinda. Kwa hiyo kama ni Mungu amenilinda, siwezi kufanya yale yanamkosea Mungu. Siwezi kushiriki mambo yasiyompendeza Mungu. Hata kama sitaita raha duniani, lakini kama asimpendezi Mungu, siwezi kushiriki, kwa sababu Mungu ndiye amenitunza. Ndiye mtu ambaye Mungu atasimama naye, mambo yakiwa magumu, Mungu atamsaidia. Bwana Yesu anisaidie sana ubaya na msikiliza. Katikati ya kunywa na kusema tunasherehekea, be careful. Usisahau Mungu wako ukafanya mambo yasiyompendeza Mungu, kwa sababu
katikati ya kula na kunywa na kusema tunasherehekea, hapo ndipo baraka za watu wengi zinachukuliwa. Hapo ndipo mema yanaibiwa kwa watu. Hapo ndipo watu wanakuwa bankrupt spiritual. The devil steals people's blessing. Msimu kama huu, shetani wanaiba baraka za watu siku kama hizi. Shetani wanaiba mema ya watu siku kama hizi, kwa sababu watu wana act foolish, wanatawaliwa na tamaa, wanatawaliwa na marafiki, wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu, wanafuata watu wengi, wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Sikiliza Paulo amesimama akipeana tahadhari ya wana wa Israeli walipokuwa na kunywa na wakaanza kucheza. Nini kilifanyika? Maana hizi ndio siku watu wanakulanga sana na kunywa sana na kucheza sana. Lakini sikiliza kile kilifanyika. Wana wa Israeli walipokula sana, wakacheza, wakakunywa na wakacheza. What happened? So that you can be very careful, mpendwa. Mimi nakuacha na haya nikimaliza leo. Sikuwa na mambo mengi siku ya leo, nilikuwa na hayo. Nifufue tu dhamira zako ili mpendwa, sio vizuri umalize mwaka vibaya, usije ukateseka mbele yako. Maandiko yanasema hivi, kwa sababu ya muda wangu, kwa Korintho wa kwanza 10 mstari wa 6 ama mstari wa 5, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama kucheza. Wala msifanye uasherati kama wengine wao waliofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wakaanguka siku moja watu 23,000. One day, kama kesho. Kama kuna siku shetani huwa anaua watu spiritually wengi, ni kesho. Yani leo na kesho 24, 25, 26 ndio siku ambayo shetani anauanga watu wengi sana spiritually. Ndio siku madevospa huwa wanaipia watu baraka wengi sana, maana watu wanakuanga wapumbavu, wanakuwa dead spiritually. So wale watu wa kuiba neema wanaibianga watu neema sana. Wale watu wa kutransfer baraka wanatransfer, maana pia wewe unakuwa mlafi, unakula ovyo everywhere. Na kama kuna mahali shetani hutumia sana kuchukua baraka za watu ni kwa vyakula. Ndio Yesu alipoandikia wanafunzi aliwaambia msiwe walafi, kwa sababu kwa vyakula hivi, kula na kunywa, kuna watu watanunuliwa pombe lakini si ya pombe, ni covenant ya kusalenda baraka zao, na watakuwa wanasema tulinunuliwa pombe, kumbe hakuna pombe walinunuliwa, walikuwa wanasalenda baraka zao. Ndio unakuta mtu amesoma lakini ni zuzu tu, hajielewi, hana chochote, hata kazi hana, na amesoma mpaka university, kwa sababu ya kutawaliwa na kula, kunywa na kucheza. Utakuta mtu ana skills but he can do nothing with the skills, kwa sababu ya kutawaliwa na kula, kunywa na kucheza, wanakufa kiroho. Mungu anasema maneno haya, ama Paulo anapoandika anasema yaliandikwa ili kutuonya sisi. Oya kampendwa, hizi unasikia ni sherehe, usiogope sana. Hizi unasikia karamu, usiogope sana. Kwenye masherehe ndio watu wanaibiwanga nyota za ndoa, nitumie lugha hiyo ndio uelewe sana. Kwenye masherehe na makaramu ndio watu wanaibiwa baraka zao, destinies are transferred. Siku kama hizi, kwa
kwa sababu watu wanakuanga walafi. Hata kuombea chakula sasa tunasahau, ni kuchukua na kuweka mdomoni. Nimekununulia kasoda unakunywa, zingine kumbe sio soda, ni Covenant. Nimekununulia kazawadi ka Krismasi, kumbe si kazawadi, zingine ukivaa hivi umeuza baraka zako zote. Ukiingia mwaka mwingine hauna kitu, yuko empty. Hata ufanya kazi huwezi kusanya chochote. Ndio nasikianga watu wanasema pasa napata pesa sijui zinaenda wapi. Kuna yule ana collect kiroho, wewe una collect kimwili. Kuna yule naye alikutega Krismasi, akakutega vizuri sana kiroho. Ukizipata kimwili zinasafirishwa kiroho. Unafanya kazi unapata cho hauna kitu. Wewe mwangalifu mpendwa, usiwe mjinga. Seek to know the will of God. These are the evil days. Hata wewe rafiki yako unayemwamini anaweza kuwa ni mkora, anaweza kuwa ni mmoja wao wale wanaibanga baraka za watu. Ndiye maandiko anasema usimwamini hata ndugu yako. Anaweza kuwa aliingia covenant za Illuminati. Hizi ndio siku wana activating covenant zao na wanatumia vyakula na mazawadi. Hizi tu masherehe. Mtu wa Mungu, fikiria Mungu wako, angalau atakuokoa. Siku ni za hatari sana, hatari kabisa. Walafi wanamalizwanga vizuri sana. Walafi wanapitwa na wao, neema inaibiwa. Hizi ndio siku wa Kristo waliokuwa wanaona maono yanazimwa, wakivuka mwaka waone kitu. Ndio siku ambazo Wakristo walikuwa wamepamba moto kimaombi, wakivuka mwaka wamezima, hata wana backslide kwa sababu ya kumsahau Mungu, kutawaliwa na kula, kunywa na kucheza. Waisraeli wakaingia mahali pa starehe, raha, wakakula, wakakunywa, wakainuka, wakacheza. Mungu anasirika, wakauawa 23,000 in one day. In one day, kwa sababu katika kukula na kunywa ndio walifanya usherati. Hizi ndio siku watu wanarepiwa na sikika waliuawa mahali fulani. Ukikiesi mwanzo wake walikuwa bash, walikuwa sherehe. Mwisho wa siku amerepiwa, ametupa mahali fulani. Ndio siku unasikia wakisema Misri kuna mtu amepotea hapatikani. Mtu wa Mungu, wewe mwangalifu. Wengine wamewaita marafiki kuanzia Januari, lakini si marafiki. Walikuwa wana buy time ya kunyonga Disemba. Mimi nakupa ukweli wasiwasi. Wengine wamesema ni mabeshte, tumetoka mbali, kumbe si mabeshte. Walikuwa tu wanakupumbaza ndio Disemba wa kunyonga kiroho, wa kuibia baraka yako. Wengine wametuma viungo. Chunga sana mwanadada. Kuna mtu ametuma viungo apeleke ndio mwaka ujao apande daraja ya Illuminati. Chunga asipeleke yako. Simsahau Mungu mpendwa. Remember the Lord your God who has kept your life. Whatever you do, wherever you go, think about the will of God. Usitawaliwe na kula na kunywa na kucheza na celebrations. In the midst of celebrations, people are killed spiritually. In the midst of festivals, destinies are changed. People are robbed of their blessings in the midst of celebration and festivals. Be careful, mzee. Angalia sana mama. Uwe mwangalifu. Kijana uwe mwangalifu. Usije tukakuta Januari mnakuta makaratasi. Tusikupende Januari umekuwa zuzu ujielewe. Tusikusikie Januari ndoa yako iliisha. Kumbe ni kiroho, ni kuibiwa kiroho. Pray to know what is the will of God. Romans 12 verse 2 anasema, don't be conformed to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of your mind, and prove to know what is that good, perfect, acceptable will of God. The will of God.
Waisraeli wakatengeneza ndama, wakaanza kuiabudu, wakakula, wakakunywa, wakacheza, wakasherati. 23 people, 1,000 were died in one day. In one day. Watu ambao walikuwa wanaelekea Kanaani walikufa kwa sababu ya nini? Kula, kunywa na kucheza. Hilo usilisahau. Ukikula na kukunywa na kucheza usilisahau. Ukisema tuna celebrate usisahau kuna wengine wali celebrate walikufa. 23,000. Sijakupa mfano wa watoto wa Ayubu walikufia ndani ya sherehe. Watoto wa Ayubu walikufia ndani ya sherehe. Angalia sana mpendwa, kuwa mwangalifu. Angalia sana unayofanya. Ni akina nani unatembea nao? Mnafanya nini? Mnaenda wapi? Is God part of what you are doing? Mungu ni sehemu ya kile mnafanya kweli? Usije ukauza baraka zako. Esau alipokuja ndengu alisikia raha sana, kumbe anauza uzaliwa wake. Ndengu ikifika tumboni kitambaa gundua ameuza uzaliwa wake, Yakobo ameshatoroka. Kitambaa utambue ni fulani alikuibia baraka, miaka itakuwa imepita mingi, umeteseka sana. Ndiye mpendwa, kuwa mwangalifu. Tafuta sana kujua mapenzi ya Bwana. By the special grace of God, mimi nafika hapa siku ya leo. Aliandikiwa kusikia, amesikia. Bwana Yesu akusaidie sana na atusaidie sote. Tusimalize mwaka kama watu waovu. Tusimsahau Mungu aliyetulinda. Tusitawaliwe na tamaa ya kula, kunywa na kucheza. Tutakuwa miongoni mwa wale wataanguka, lakini tutawaliwe na mapenzi ya Bwana, ili tuwe miongoni mwa wale watahesabiwa baraka katika jina la Yesu. Nala ulipo, tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa upendo wako na uvumilivu na ustahimilivu wako. Asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale uliandikia kusikia. Naomba neno lako litie nguvu na likamguse mtu na kumbadilisha. Likafanya mtu akageuza njia yake na sifa zitakurudia. Wengine Bwana ukawapa hekima na maarifa, wakawasije wakapitia njia ya upotovu, kwa maana uweza ni wako. Tamalaki hata mahali hapa ukapalinde. Linda kila mwana biashara na biashara yake, na kila msikilizaji unamjua vyema, msaidie. Tunaomba tukamalize mwaka tukiwa pande yako Bwana, tukiwa tumeshiriki yale yanakupendeza wewe, ili ukasimame nasi mbele yetu Jehova. Tamalaki na kutenda mitego ya watu wabaya, njama za waliojichanganya, silaha za wachawi na waganga na washirikina, I cancel and reverse back in the name of Jesus. Bwana Yesu, kazidi kutulinda, maajali ukuepushie, ukatuokoe na kila njama mbaya, maana wewe ndiye mwenye uwezo wote. Tamalaki na ukatende Jehova, na sifa zitakurudia. Damu yako Yesu itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu wa amani ya kutunze, kulinde, kusimamia, kuwezeshe. Sikose kuwa na hekima uliyosikia, washike sana. Ukiwaro ni baya usimtende. Kama unapitia shida, vumilia. Usiache kuomba. Bila kumwomba Mungu atakusaidia. Wanaopatikana mtandaoni, Holyway Kenya. For the internet to love the truth, you can find us on Holyway Kenya.
kwa jina la Yesu. Wasikilizaji wa redio, on Friday 7:30 Ruben FM. Kama ni msikilizaji wa redio, siku ya Friday saa 1:30 tukutane Ruben FM kwa ajili ya neno la Mungu zaidi. Mimi nakutakia baraka na amani na ushindi na uzuri wake Bwana. Mungu akupe maisha mema kwa jina la Yesu Kristo. Kama na sadaka yako yali yako mwenyewe, unaweza kujiandaa mahali ulipo, kafanye vile moyo wako unakwambia, na Mungu atakubariki sana. Hadi siku nyingine tena, amani ya Bwana ikutunze. Amina.